بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiwa tuendelea na darasa yetu المنظومة أو منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي رحمه الله تعالى. tulifikia katika ubeti wa 11. قال المصنف رحمه الله تعالى: النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. وهذه القاعدة أنفع القواعد. قاعدة هي أو msingi huu ni katika msingi iliyo na manufaa makubwa kabisa, wa ajalluha, وتدخل في جميع الأبواب. na sharti hili la nia laingia katika milango yote ya ilmu, fi jamii abwab al-ilm. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه القاعدة وهي الحكم على الإنسان بنيته مستفادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هم سينجي wania ni msingi muhimu sana kuhukumu au kumhukumu mwanadamu kwa nia yake, na msingi huu umetokamana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. hapa asema al-Imam Sa'di: an-niyyatu shartun lisairi al-amal. ukitizama katika hadithi tuliyoitaja innamal a'malu binniyat, هذا الحديث الحمد لله من أجمع الأحاديث، katika hadithi iliyokusanya mambo mengi sana. وعليه مدار أعمال القلوب كلها، ولا يمكن أن يقع فعل من عاقل مختار بدون نية إطلاقا. haiwezekani kutokea kitendo kwa mwenye akili, tena afanya kwa khiari yake bila ya kuwa na nia katika kitendo chake kama kile itlaqan. ولو كلفت إنسانا أن يفعل فعلا بغير قصد ولا نية فقد كلفته بالمحال. ikiwa tamkalifisha mtu ukamwamrisha kuwa ni lazima afanye jambo fulani, jambo kama lile alifanye bila ya nia, basi wewe umemkalifisha kufanya jambo ambalo ni muhali. والنية إن كانت صالحة كانت إخلاصا. نية ikiwa ni mzuri basi huwa ni ikhlas. فالنية أعم من الإخلاص وبينهما عموم وخصوص. kuwa النية ni أعم, ikiwa na ikhlas ndani yake ile nia
au ikiwa ni nzuri ile nia huitwa nini? Ikhlas. kwa hivyo ikhlas ni akhassu min an-niyya. an-niyyatu ammu min al-ikhlas, bimaana al-ikhlas juz' min an-niyya. ikhlas ni sehemu katika niyya. wal-ikhlas an la yaltafita al-qalb illa ila ar-rabb subhanahu wa ta'ala. na ikhlas ni pale moyo uwe hautaelekea kwa yote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. والنية عمل القلب خالص ولا عبرة بعمل اللسان فيه. نية ni amali ya moyo khalis, yani ulimi hauna sehemu katika nini? Katika nia. nia عمل القلب خالص ولا عبرة بعمل اللسان فيه. والنية قد تفسد العمل إن كانت فاسدة وقد تنقص الأجر. نية ikiwa ni mbaya huenda ikawa ni sababu ya kuiharibu ile amali au kupunguza ajiri ya yule mtu anayefanya ile amali. Qala an-niyyatu shartun, tumeeleza nia shartun. الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدمه ويلزم من عدمه العدم. شرط وتعريف يا wanavyuoni sema ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم, ni kile ambacho hakilazimu kupatikane kwa kutapatikana kile kilichowekewa hilo sharti au kutopatikana. wayalzamu min adamihi al-adam, lakini sharti lisipopatikana basi kile kilichowekewa lile sharti pia hakipatikani. tuchukulie mfano alwudhu. mtu akitawadha, tufahamu kuwa miongoni mwa masharti ya mtu kutekeleza ibada ya swala ni yeye afanye nini? Atawadhi. Tayeb, mtu ametawadha, ametekeleza nini? Shart katika shurut as-salah. Lakini kwa mfano akatawadha kabla ya wakati, yajuzu ama haijuzu? Kabla ya wakati wa swala yajuzu. Tayeb, akatawadha, je, yalazimu mtu akitawadha awe ule udhu atauswalia? Hailazimu, sio? kwa hivyo ma la yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. kwa hivyo kuwa wewe una sharti katika masharti ya swala ambao ni udhu, hailazimu wala kutokulazimu wewe kufanya ibada ya swala. aweza mtu akatawadha kisha akatangua udhu wake kabla ya kufanya ibada yote ya swala ama kusoma Qur'an ama yote ile. Lakini ikiwa sasa wataka kuifanya ile swala, ibada ya swala, hapa ni sharti wala nini? Na udhu. Ndio tusema wayalzamu min adamihi al-adam. ama ikiwa ile swala utaiswali bila udhu, swala yako itakuwa ni batil kwa sababu kumekosekana sharti. na shart kabla ya hapo katika lugha ni alama. faqad jaa ashratuha, ni alama. قال النية شرط لسائر العمل. العمل هنا يدخل فيه القول والفعل، ينجي ndani yake قول na fi'l. tazama lakini hapa تعبير دقيق جدا للإمام السعدي. nataka tufahamu Imam السعدي aliandika hii nudhum akiwa na umri wa miaka 23. umri wake alikuwa na miaka
23 al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi yuandika hizi abiyat ambazo leo zashereheshwa na wanawavyuoni akiwa ni kijana wa miaka 23. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa baraka katika umri wao rahimahumullah ta'ala. An-niyatu shartun lisairi al-amal, akatumia neno lisairi al-amal. Na hapa ni kuonyesha kuwa kuna baadhi ya sehemu ambazo nia sio sharti au ni sharti lakini haiwezi kupatikana. Kwa mfano, mtu mke wake ni mwenda wazimu, yatokea ama itokee? Yatokea ameoa mke wake akashikwa na wazimu. Taib, akapatwa na ada yake ya mwezi. Baada ya kutahirika, mumewe akataka kumkaribia mkewe. Mfahamu hapo? Ni wajibu kwa yule mwanamke afanye nini? Aoge, sio? Lakini akili zake si timamu. Yule mume akamchukua mkewe akamuogesha akamaliza kuoga ili amkaribie. Kuna nini hapa? Naam, mwenda wazimu. Ndio Imam Saad akasema lisairi al-amal, kwa kuna ahwal ambazo mustafna katika masaili. Mfano mwingine, mtu ameoa mke kitabia yahudia au nasrania, jaiz. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب, kisha akatahirika kutokamana na haidh, akataka kumkaribia mkewe. Hapo ile mke ni lazima afanye nini? Aoge. Wala taqrabuhunna hatta yathhur, aoge ili ajitahirishe. Na nia haikubaliwi kwa mtu ambaye sio muislamu na kafira. Kwa hiyo kuna hizi ahwali istithnaia ndogo ndogo ambazo zenye, ndio ukaona Imam Saadi hapa akasema an-niyatu shartun lisairi al-amal. Na ndio maana nikataja hapa mwanzo kwa Sheikh Raslan hafidhahullah ta'ala katika kutaja huu beti hapa alikirekebisha akasema wa shartu an-niyatu fi kulli amal. Ra'aytum al-farq? Ra'aytum al-farq lisairi al-amal likulli amal, kuna tofauti hapa. Kisha akasema biha as-salahu wal fasadu lil amal. Kwa hivyo nia yaingia katika amali zote isipokuwa hizi ahwal tuzozitaja istithnaia. tuchukue amthila za hii qaida. al-ibadat kulluha كالصلاة فرضها ونفلها والزكاة والصوم والاعتكاف والحج والعمرة فرض الكل ونفله، والأضاحي والهدي والنذور والكفارات والجهاد والعتق. ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات. نية ينجي كتك عبادة زوتي، بل هو ينجي حتى كتك مباحات إذا نوى بها التقوي على طاعة الله أو التوصل إليها كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة. هاني mambo mubah: kula, kunywa, kulala, kuchuma mali, kuoa, kufanya kitendo cha ndoa. Ikiwa mtu akusudia kujihifadhi kutokana na uchafu wa zina au kutafuta mtoto mwema au kukithirisha umma, nia yake ikiwa ni hiyo, atalipwa ajr. Ni jambo ambalo ni mubah. Kwa hivyo nia yaingia katika mambo yote haya. Na hapa kuna jambo muhimu, maana ينبغي التنبه له، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان. mja anapozungumziwa na Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala katika ahkam, kuna mambo aina mbili: amrun maqsudun fi'luhu wa amrun maqsudun tarkuhu.
hili ni muhimu sana kufahamika. Kuna mambo ambayo ameamrishwa akusudie kuyafanya ayafanye, na kuna mambo ameamrishwa kuyawacha. Tayeb, katika yale mambo ambayo ameamrishwa kuyafanya, ama al-ma'mur bi fala budda min an-niyya, jambo ambalo ameamrishwa kulifanya lazima ndani yake kuwa na nini? Na niyya. fahiya shartun fi sihhatihi, ni shart katika kusihi ile amali iwe ndani yake muna niyya. wa fi husuli athawabi bihi kas-salati wa nahwiha, katika kupata ile ajr ni lazima ndani yake kuwa niyya. wa amma ma yuqsadu tarkuhu, ama kile ambacho kimekusudiwa akiwacha mwanadamu, kaizalati najasati fi thawb wal badani wal buqa, kama kwa mfano mtu kuondoa najis katika nguo au mwili wake au sehemu, wa kaadai duyuni alwajiba, kulipa deni. Haya ni mambo ambayo hayakuwekwa ndani yake sharti ya nini? Ya nia. Tuseme kwa mfano nguo ya mtu ina najis, akaianika kwenye ukambaa, mara Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha rehema yake, kukanyesha mvua nzito sana. Ile mvua ikanyesha mpaka ile nguo ikapigwa na mvua ikaloa kiasi cha kuwa ile najisi kafanya nini? Ikaondoka. Je, ile najisi itahesabika imeondoka au la? Imeondoka, sababu hiki ni kitu ameamrishwa akiwache, na kile kilichoamrishwa kuachwa, yani ma yuqsadu tarkuhu, hapa haikuwekwa sharti ya nini? Ya niyya. Fahamiana nafikiri. Kwa mfano mtu adaiwa deni kubwa sana, adaiwa milioni 1 ya Kenya, pesa nyingi, na hana uwezo. Ndugu yake akamwonea huruma, akazungumza na yule anayemdai, akamwambia usimfuate tena, njoo kwangu mimi nitakulipa. Akamlipa lile deni bila ya kumwambia ndugu yake kuwa nishakulipia deni. Dhima itaondoka juu yake ama haiondoki? Imeondoka. Kuna nia hapa? La, kuna nia, wala si sharti kuwa na nini? Na nia. Kwa hivyo haya mambo mawili ni lazima yafahamike. Kuna yale ambayo yamekusudiwa mtu ayafanye, kama swala ameamrishwa afanye, wa aqimu as-salat wa atu az-zakah na saumu Ramadhan kutiba alaykumus siyam. Haya ambayo yameamrishwa ndani yake lazima kuwe na sharti ya nini? Ya nia. Ama yale ambayo yamekusudiwa kuyawacha, yale sio lazima ndani yake kuwe na sharti ya nia. Shafi'iyya katika aqwal zao wamekwenda ya kuwa katika ibada ya swala la budda min istihdar an-niyya fi waqt au qabil takbirat al-ihram, yani kabla hujaleta takbirat al-ihram ni shart inda Shafi'iyya istihdar an-niyya, kuileta ile nia pale. طيب، وبهذا صار أكثر الناس الذين يمرضون بمرض الوسوسة هم الشافعية. kitizama utakuta haya maradhi ya wasiwasi zaidi ya wapata watu wa madhehebu ya Shafi'iyya, na ndio maana wakaweka suala la kutamka nia. Hii sio kuwa eti hawafahamu ni uzushi, la, wafahamu wao ni uzushi, si katika sunna. Hakuna kutamka nia, lakini wameiweka ili wajiondolee ule ugonjwa wa wasiwasi waliokuwa nao. Sababu mtu aweza kupiga takbira nyingi sana, Allahu akbar, bado yona hakuna istihdar. Allah nasema nawaitu usalli fardha salat kadha wa kadha wa kadha. الرجل يخرج من بيته قاصدا المسجد بنية الصلاة، سمع الأذان فخرج، أو هو يتهيأ للصلاة قبل الأذان فخرج إلى المسجد قاصدا الصلاة، ثم يقف في الصف يستحضر النية. أي نية؟ mtu atoka nyumbani amesikia adhani, watu waitwa wakaswali, akatawadha pengine nyumbani, akatoka aenda kufanya nini? Kisha akifika kwenye safu bado nawaitu usalli.
tazama mfano unaotupa wanaovioni au jambo ambalo tukio limetokea kweli katika haram. Sheikh Raslan walieleza ile jambo sema lidhalika kana baadhi al-awam bijiwari rajul yuwaswisu fi an-niyyati fi al-masjid al-haram. Bwana ana wasiwasi katika nia yake Masjid al-Haram Makkah. فالرجل قال بعد عناء baada ya kupata taabu bwana akasema nawaitu usalli adh-dhuhra fi al-masjid al-haram wara al-imam fulan ولما هم أن يكبر يعني يتقول تكبيرا قال له العامي بالعامي akamwambia انتظر بقي شيء subiri kuna kitu kimbaki bado hujasema. قال في يوم كذا في شهر كذا msahau kutaja tarehe ya siku na mwezi, ungetaja ingelikuwa bora zaidi. لأن الله يعلم ما تفعل وما تريد وما تقصد بل يعلم ما تسر. Allah yajua nia yako ndani ya moyo wako, kwa hivyo hahitaji kwako wewe uwe utatamka nia kama ile. Haiwezekani kuwa umetoka nyumbani mpaka kufika pale ulipofikia kisha ndani ya moyo wako hakuna nini, hakuna ile azmi ya kutoka nyumbani mpaka kufikia pale ulipofika yatosheleza kuwa una nini, una nia. tuje kwa sharh ya Sheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahu Allah ta'ala. baada ya kutaja haya yote tupitie sharh ya Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, kwa kuwa umda ya sharh tuangalia katika sharh yake. qala معناه يعني معنى البيت أن النية شرط لكل عمل. نية لشرط katika kila amal, وأنه بصلاحها يصلح العمل وبفسادها يفسد العمل. kwa kutengenea ile nia, kwa kuwa nzuri ile nia na amali itakuwa ni nzuri, na nia ikiwa ni mbaya imeharibika basi amali pia itaharibika. قال وهنا تنبيهات. التنبيه الأول ما الأعمال التي يشترط لها النية. ni amali gani ambazo kumewekwa ndani yake sharti ya nia. الجواب كل عمل يتقرب به إلى الله. kila amali ambayo mja hujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala nayo, سواء كان العمل اعتقاديا أو فعليا أو قوليا واجبا أو سنة. iwe ni amal ya i'tiqad, iwe ni amal ya kitendo au ya matamshi, iwe ni ya wajib, iwe ni ya sunna, yote ingia ndani yake kuwa ni sharti kuwe na nia. ودليل اشتراط النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. hii ndio dalili ya kuweka sharti ya nia الحديث na tumeitaja. قال العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى وهنا نكتة لطيفة مستنبطة من هذا الحديث وغيره. كنا نكتة لطيفة ambayo ameifanyia istinbat katika hii hadithi na nyinginezo, hiya anna alfarqa baina al'ada wal'ibada huwa an-niyya. tofauti baina jambo ambalo ni ada na jambo ambalo ni ibada ni nia. kwa mfano al-ightisal, al-insan qad yaghtasil بنية التطهر من الحدث الأكبر. mtu aweza kuoga kwa nia ya kujitahirisha kutokana na hadath kubwa, na mwingine akaoga kwa nia ya kujiburudisha mwili wake kwa sababu ya joto. wote wawili hawa wafanya kitendo cha nini, cha kuoga, lakini mmoja kile kitendo chake ikawa ni ibada na wa pili ikawa kitendo chake nini, ni ada. kilichotofautisha baina hao hili nini, ni nia. Kilichotofautisha baina hao hili nia, lakini kitendo ni kile kile kimoja cha kujimwagia maji na kuosha mwili wake. fikiri hapa imeeleweka. التنبيه الثاني
أن العبادات لا بد فيها من النية، أما المعاملات كقضاء الدين ورد المغصوب فلا تشترط فيها النية إلا إذا أريد بها القربة. عبادة ambao hapa sasa tupeleka kwenye nini, ma'murat, ibada zile zilizoamrishwa ni lazima ndani yake kuwe na nia ili zikubaliwe. Ama mambo ya muamalat kama kulipa deni, kurudisha kile kilichonyakuliwa katika ardhi kwa mfano, ama chochote kile, hili hamuna ndani yake sharti ya nia, isipokuwa mtu akikusudia kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi akiweka nia atalipwa kwa nia yake, ingawa sio sharti. مثال ذلك إنسان عليه دين فسدد غيره عنه دينه لقرابته مثلا، فلا تشترط النية إلا إذا نوى الصدقة عليه بهذا العمل فلا بد من النية. kwa mfano mtu ana deni, mwingine akamlipia lile deni, pengine ni mtu wake wa karibu katika familia yake, ni jamaa yake, hapa hakuna sharti la nia katika kumlipia lile deni, isipokuwa mtu akiwa kusudia sadaqa, basi atanuia sadaqa na atalipo kwa nia yake. التنبيه الثالث: هل الإخلاص هو النية أم الإخلاص أمر زائد على النية؟ تلتاج منزق بينهما عموم وخصوص، ingawa hii ni زيادة فائدة من الشيخ حفظه الله. قال: الجواب: الإخلاص أمر زائد على النية. مثاله: شخص حضر صلاة الجماعة لأن عنده ضيوفا فصحبهم إليها، فهو نوى الجماعة لكنه لم يخلص، والإخلاص إرادة وجه الله تعالى وهو فوق النية. hapa Sheikh asema, akatoa mfano, mtu amekwenda kuswali salatu aljamaa tu kwa sababu ana wageni, aogopa wale wageni wamuone haswali jamaa, kaenda na wao, basi amenuia jamaa, nia yake ni kuswali jamaa, lakini hana nini, ikhlas ndani yake. kwa hivyo an-niyatu a'ammu, yani yaweza kuwa ile amali si mukhlis mtu katika kuifanya, lakini ndani yake kuna nini, kuna nia, lakini si ikhlas. kwa hivyo al-ikhlas akhas, amrun zaid. kwa hivyo ile nia ikiwa itakuwa lillahi subhanahu wa ta'ala itaitwa nini, ikhlas. التنبيه الرابع: النية لها مرتبتان، نية إن مرتبة مويلي. الأولى: تمييز العبادات بعضها من بعض، kupambanua baina ya ibada moja na nyingine. kwa mfano, mtu akaamka alfajiri akagundua kuwa salatu aljamaa ishampita, salatu alfajr, akaamua aswali, katawadha kaja kuswali, lakini akasema kabla ya kuswali salatu alfajr wacha niswali rak'a mbili za qabliya. akaswali rak'a mbili za qabliya, akatoa salamu, akasimama, akaqimu swala, akaswali rak'a mbili za salatu alfajr. kile kilichopambanua baina rak'a mbili na rak'a mbili hizi nini, ni nia, lakini zote ni rak'a mbili. kwa hivyo tamyizi ya ibada baadhi yake kwa nyingine, zaweza kuwa zile ibada mbili za fanana, lakini ikawa ni tofauti kwa ajili ya nini, ya nia. mfano mwingine ni yule mtu ambaye amefunga siku ya Jumatatu kwa nia ya kulipa deni la Ramadhani, na mwingine amefunga Jumatatu ile ile lakini kwa nia ya sunna ya kufunga Jumatatu. tofauti ya ibada za hawa watu wawili nini, nia, lakini ibada ni ile ile. tufahamiana nafikiri. طيب الثانية: تمييز العبادات من العادات. na hii nishatoa mfano wake, katoa mfano wa ghusl janaba, mtu akaingia kaoga kwa nia ya janaba, kujitahirisha na janaba, huyu ile ghusli yake imegeuka kuwa nini,
ni ibada. Na mwingine akaingia kuoga kwa sababu ya pengine ana jasho, atakurudisha mwili wake, huyo amefanya jambo la mubah, ada. Kilichotofautisha nia. مثال المرتبة الأولى، الشيخ كتب مفانه كتك مرتبة كوانزا. مرتبة إيه؟ بتمييز العبادات بعضها من بعض. شخص يصلي ركعتين وعليه آثار الوضوء، mtu yasali raka mbili akiwa ana athari ya kuwa ametoka kutawadha. Fayuhtamal annahuma rak'ata alwudu, kuna ihtimal kuwa huyo yasali raka mbili za wudu, au tahiyat almasjid, au pengine kwa sababu ameingia msikitini yasali tahiyat almasjid. ويميز ذلك نيته، nia yake ndio itakayopambanua baina ya hizi ibada tulizozitaja. Zote ni rak'a mbili, zote ni rak'a mbili. وآخر يصلي بعد الأذان، يحتمل أنه يصلي تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو سنة راتبة، وتميز هذا أو تميز النية. kinachopambanua baina hayo yote nini? Ni nia. شخص ثالث فاتته صلاة الظهر حتى أدركه العصر فصلى 4 ركعات، فالذي يحدد صلاته أهي الظهر من العصر؟ نيته. mtu amekosa swala ya dhuhuri, imempita mpaka ikaingia wakati wa swala ya alasiri, akifika watu waswali jamaa swala ya asri, akaswali nyuma imam Allahu akbar kwa nia ya salat adh-dhuhr, akimaliza salatu al-asr. Kilichotofautisha baina ya swala yake yeye na walioketi na yeye wote wale nini? Nia. Na kilichotofautisha baina ya ile swala kwake ni dhuhri ama ni asri nini? Nia. مثال المرتبة الثانية، إنسان رأيناه يغسل وجهه ثم ذراعيه ثم مسح رأسه وانتهى بالرجلين، فيحتمل أنه أراد التبرد أو الوضوء، والذي يميز ذلك ماذا؟ النية. mtu ameingia ameosha uso, ameosha mikono yake, amefuta kichwa, akamalizia na miguu. Hapa kuna ihtimal labda huyu yajimwagia maji ili apate kuburudisha mwili wake kwa joto, au ametawadha. Na kile kitakachopambanua baina haya mawili nini? Ni nia. التنبيه الخامس، انقسام الأعمال من حيث الصلاح والفساد إلى 4 أصناف. kugawanyika kwa a'mal katika kutengenea kwake au kuharibika kwake kwa vigawanyo 4. أحدها خالص موافق للسنة، عمل ambayo imefanywa kwa ikhlas tena ikaambatana na sunna. hii ndiyo ya kwanza. ثانيها خالص غير موافق، amali ambayo ina ikhlas lakini haikuambatana na nini? Na sunna. ثالثها موافق غير خالص، imeafikiana na sunna lakini hakuna ikhlas. رابعها غير خالص وغير موافق، لا إله إلا الله، afanya maulidi na tena ana ikhlas. naona asherehekea maulidi ni bid'a ghair muwafiq, kisha yuenda kwa ajili ya kuangalia wanawake, ama yuenda kwa ajili ya kula biriani na pilau, pia hana nini? Ikhlas. Kwa hivyo hii imekosa zote mbili. والذي ينال القبول عند الله هو الصنف الأول، yule ambaye Allah hukubali ibada yake ni aina ya kwanza, khalis muwafiq lis-sunnah. لأن صاحبه جمع فيه بين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بسبب من يكفاني عمله amekusanya baina ya kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali na kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. kisha kataja mwisho faida nafisa fi hadhihi alqaida min kalam Sheikh al-Islam ابن القيم رحمه الله تعالى قال: أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره. هذه عبادة
kule kuathiri nia katika kusahihika ile ibada, yani ibada kuwa sahihi au kuharibika ile ibada, hili ni jambo liko wazi sana, yani hata halihitaji kutajiwa adilla ama kuelezwa zaidi, maana liko wazi. fa innal qurubati kullaha mabnaha ala an-niyyat, mambo yote ambayo mja huyafanya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala yamejengewa na nini? Na nia. Wala yakunu al-fi'lu ibadatan illa bin-niyyati wal-qasd, na kitendo hakiwezi kuwa ni ibada isipokuwa kwa nia na mtu akawa na malengo katika kile kitendo chake. ولهذا لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل أو دخل الحمام للتنظيف أو سبح التبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة بالاتفاق. kwa mfano mtu akaanguka ndani ya maji chini, yuko wapi? Anaingia ndani ya maji na ana janaba, ndio shatoka janaba yake? La, kwa sababu kuna nia. Au akaingia kwenye sehemu ya kuoga, akaoga vizuri, akatoka kwa ajili ya usafi, huyu pia bado hajatahirika. Mwingine akaogelea kwa sababu joto limezidi, kule kuogelea kwake hakuna ndani yake nini? Nia. Kwa hivyo kwa vitendo vyote hivi alivyovifanya sasa, vyote ameingia mwili mzima maji, lakini hivi vyote alivyovifanya au gosho zote hizo zilizofanya hazihesabiwi kuwa ni ibada kwa ittifaqi ya wanavyuoni, hakuna shaka katika hilo. فإنه لم ينوي العبادة فلم يحصل له, hakunuia ibada, kwa hivyo hakupata ile ibada. Wa innama limri'in ma nawa, sababu kila mmoja atapata kulingana na nia yake. ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. Kwa mfano mtu amejizuia kutokamana vinavyofuturisha, kula, kunywa, kitendo cha ndoa na nini, kwa sababu alikuwa na shughuli nyingi, hana wakati wa kula na kunywa, sawa, wala hakunuia kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu haambiwi kuwa amefunga, huyu anaandaa. ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. kwa mfano wazunguka al-Kaaba, kuna kitu kimeanguka yuatafuta, huyu ataambiwa yuatufu? La. ولو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينوي الزكاة لم يحسب زكاة. na kwa mfano akampa fakiri zawadi, mali au chochote kile, kisha hakunuia zaka, haisabiki kuwa ni zaka. ولو جلس في المسجد ولم ينوي اعتكاف لم يحصل له. na lau kama angekaa msikitini mtu wala hakunuia i'tikaf, haisabiki kuwa nini? Ni i'tikaf. Nafikiri ukishafahamu haya ushaelewa mambo yote yanayofungamana nini na nia. wallahu ta'ala a'lamu biahkamihi. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.